mnavyosikia tutakuwa tofauti kidogo. Tuna mawinga wawili. Mimi nitakuwa refa mchezeshaji nikiwa hapa mbele, lakini tunasaidiana na Noela, karibu ulipo kutoka BBC Media Action. Nisikie sauti yako Noela kama umeshika mic. Alipo Noela? Freddy. Sorry, Noel. Freddy. Aitwa Noeli. Okay, Noel samani. Ulipo Ugonire? Naona bado hajampa mic. Wa pili atakuwa ni Frola. Mic unayo? Kamata mic. Tuhakikishe wana mic watu wao. Ni wa muhimu sana. Mmoja atakuwa anashambulia kutoka winga ya kulia, mwingine anatokea kushoto. Asanteni sana. Wakati wanapata mic niweze kuzungumza kidogo kwa ajili ya washiriki wetu, kwa ajili ya panelist wetu alioko hapa mbele. Mada ya leo ni kwamba ni ushiriki wa vijana na wanawake katika vyombo vya maamuzi kuelekea mwaka 2030. Tutambue kwamba sera ya maendeleo ya taifa ya vijana inatambua vijana ni kama mtu mwenye umri wa miaka 15 hadi 35. Lakini pia tutambue katika watu wao, takwimu za NBS mwaka 2022 zimeonyesha kwamba idadi yao imefikia 34.5. Lakini pia tutambue umuhimu wa mwanamke. Takwimu zinaonyesha idadi ya wanawake ni zaidi ya 51% ya watu wote. Bila kusahau watu wenye ulemavu ambao takwimu zinaonyesha wanakadiriwa kufika 13%. Kwa hivyo hili ni kundi lenye umuhimu sana. Sasa panelist wetu hapa waliopo mbele, mimi sikuandalia maswali. Lakini nilivyokuwa natembea, nilikuwa naulizwa maswali. Kwa hivyo maswali niliyoulizwa ndio nitakao wauliza. Na tutakuwa tuna pop up. Kwa mfano sasa tutaanza na Neema. Neema, nimesikia mmetoka kwenye asasi za kiraia. Tunataka kujua au vijana wanataka kujua, asasi za kiraia zinafanya jitihada gani kuhakikisha ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika vyombo vya maamuzi unafanyika kikamilifu. Karibu sana, kwa ufupi sana. Asante sana. Nikianza kama nilivyotambulishwa, naitwa Neema Mgendi. Natokea taasisi ya Okoa New Generation inayofanya kazi zaidi ya miaka 10 sasa. Lakini kienda moja kwa moja katika swali lako ulilouliza, kama ikiwa mojawapo wa taasisi za vijana, namna ambavyo tunashughulika kuhakikisha kwamba tunasaidia vijana. Sisi kama moja ya taasisi tunajitahidi kadri iwezavyo kuhakikisha kwamba katika wingi wa vijana tunafahamu ni zaidi ya 60% kwa wajibu wa sensa ya mwaka 2022. Na kupitia hivyo tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali, hasa wale wanaoguswa na masuala ya vijana, kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo kupitia semina, lakini vile vile tumekuwa tukifanya warsha mbalimbali. Lakini kikubwa zaidi katika makundi hayo ya vijana tumekuwa tukiangalia sana katika SDG namba 16.7 ushirikishwaji wa vijana, tukijumuisha pia makundi ya vijana wenye ulemavu. Na katika hivyo katika kufanya hayo tumekuwa tukishirikiana na wadau kama Ford Foundation, lakini vile vile Restless Development. Tumekuwa na mradi unaoitwa Kijana Wajibika, ambao mradi huo umewasaidia vijana wengi kuona namna gani wanaweza kushiriki na kushirikishwa, si tu katika kuwa viongozi, lakini pia kuona namna gani wanashiriki katika ngazi za maamuzi, lakini pia kwenye masuala ya uchumi. Nifika kabisa tunajua kwamba pengo kubwa la vijana ni kutokuwa na ajira. Na katika hilo basi tumeongezea mpaka kufanya mradi huo tumekuwa tukifanya miradi ambayo inaweka eneo la uwezeshaji wa kiuchumi, tukiamini kwamba hiyo inamsaidia kijana kujiajiri, lakini pia ile elimu ambayo tunakuwa tunamjengea anakuwa na uwezo mzuri wa kifedha ambayo anaweza akaifanyia uendelevu. Lakini sio hivyo tu, katika kuhakikisha kwamba tunaendana na maendeleo endelevu ya dunia, tunaweka mbele sana kipaumbele watoto wa kike na watu wenye ulemavu. Kama mlivyokwisha kusikia hapa wazungumzaji waliokwisha kuzungumza, tunatambua kwamba kadiri miaka inavyoenda, kundi la watu wenye ulemavu ikiwemo vijana
kumekuwa na watu wenye ulemavu ambao hawa kwa namna moja ama nyingine kwa kiasi katika baadhi ya miradi wamekuwa wakisaulika. Na kupitia miradi kama hii ambayo tunaona kama endapo watakumbuka kwa namna moja ama nyingine, tunapata vijana tukaika na watu wenye ulemavu, tunaona ni kwa kiasi kikubwa tunaweza tukaondoa umaskini, lakini yale matatizo ambayo unakuta yanaendeleza kuleta matatizo mengine. Nadhani nitakuwa nimekujibu. Nashukuru sana Neema. Bahati nzuri mnapozungumza vijana wenyewe tuko huko ndani, na nitawapa muda waweze kuuliza maswali kama haya tunayozungumza yanafanyika. Swali lingine niende swali namba 2 nililoulizwa. Na hili swali linauliza, je, kuna fursa zipi kwa vijana katika vyombo vya maamuzi? Hizo fursa ziko wapi? Lakini kama zipo, nyinyi kama asasi za kiraia mnakumbana na changamoto zipi kuhakikisha vijana wanafikiwa na fursa hizo? Swali hili nilielekeze kwa Harif. Karibu Harif. Labda kama alifojaongea hapa juu kumepwaya hapa kumepwaya na chini kumepwaya, na mimi kama kijana sikubali hii hali. Edson wapi? Edson Jojo. Edson Hamisi, karibu. Tulikuwa tumemtengea muda wake. Huyu ni kijana, tumpe makofi. Ni kijana aliyeshiriki katika uchaguzi, akaomba ridhaa ya wananchi wakamchagua. Wacha ni usome wasifu wake wakati anapanda jukwani. Karibu jukwani. Huyu anaitwa Edson Hamis Kasim, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mkibila, kata ya Rusese, wilaya ya Kasulu, mkoa wa Kigoma, na alichaguliwa na wananchi kwa kura na zikatosha. Karibu kijana mwenzetu. Sasa Noele, unamsikia Fred huko anavyo? Fred tumemsikia vizuri. Sasa hivi kwanza nipeni vibe ya chini huko. Mimi kwanza msikie kama niko na vijana wenzangu au vipi. Yaani sasa nitajua kama vijana wapo. Nyinyi mnaniambia kama niongee pia mambo ya fursa. How do I know kwamba tuna vijana wenzetu hapa ambao tuamwagie hizo fursa? Sawa. Hebu tupeni amsha ya chini huko kwanza. Vijana wako wengi sana, sema tu laptop ni nyingi sana mikononi, na hatuwezi kuwalaumu kwa sababu ni asasi za kiraia. Laptop oye. Smartphone oye. Hizo smartphones zimetikiwa kwa nani? Umegusa kwenyewe. Vijana wameniambia wapo. So ilo swali nataka lianzie chini. Biswaoni. Niliwatahadharisha leo tutashambulia mbele, katikati na nyuma, hamna pa kukimbilia. Mimi nashambulia kama mpanzu hapa. Flora, na wewe unashambulia kama nani? Mimi hapo niacheni. Mimi nitakuwa kipa leo, Kamara. Na humu mbele yupo Msuva hapa. Ila anasema miguu yake yote miwili ni ya kulia. Tutajua baadaye. Sawa. So Biro, unataka tuanze nao hawa, si ndio? Mimi nataka vibe. Wazungumzie yani kuna fursa nyingi nataka nizielezee ziko huko ndani. Okay. Lakini yani msiponichangamsha yani mimi mwenyewe nitashusha mic na shuka chini. Sawa. Yuko brother hapa ametulia. Mimi nataka nianze naye huyo. Mama tungefurahi kumuona. Ngoja laptop yake mshikie ni. Amefurahi sana kuzungumza yeye. Makofi kwake, amekubali kusimama huyo. Mambo vipi? Poa. Waitwa Kevin. Kule mbele unazungumzia fursa za vijana. Unajua fursa zipi ambazo zipo? Kwa upande wa fursa zipo nyingi, inategemea na maeneo. Kwa sababu kila sehemu linakuwa na fursa zake. Kwa mfano kama tukiongelea watu wa Geita wana migodi ambao kwa vijana ndio watakiwa tap in kwenye hizo opportunity waweze kuzitumia. Sawa. Tukiongelea hapa kwa mfano hapa watu wa Dar es Salaam, kuna fursa nyingi ambazo vijana wanatakiwa tap in. Ujasiriamali, biashara ambazo zinawazunguka ambazo kila siku wengine wanalalamika hawana mitaji na vitu kama hivyo. Wewe unatokea wapi? Mimi natokea Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna fursa zipi sasa? Hebu twende kwa in details kidogo. Fursa ziko nyingi. Kwa mfano ujasiriamali. Ingawa ujasiriamali umegawanyika katika aina nyingi. Kwa mfano naweza kuongelea hapa tukisema hapa masuala ya uvuvi, tuna bahari ya Hindi ile. Umeelewa, ambayo mwisho wa siku ni kwamba kuna uvuvi wa kisasa, wanaweza kutumia pia zile dhana za zamani za kuvua samaki na vitu kama so. Katika fursa kwa Dar es Salaam ziko nyingi sana. Sasa tuanze kuzitaja hapa tutomaliza. Sawa bwana. Huyu anatokea Dar. Naona Noela anamtuhumiwa mkononi. Mimi na Flora. Okay. Leo Noela mwaka unde zitakuwa nyingi. Mimi niko na dada hapa. Edson tumeambiwa ni kiongozi
mdogo kabisa. Mambo yako? Salama. Ukisimama utakuona, ndio maana sijakupa mic. Mambo? Poa kabisa. Abaki Arusha aondoke? Vibe alidetosha. Abaki Arusha aondoke. Mlio mbele mnaruhusiwa kugeuka muangalie. Wanakuita nani? Lilian Charles. Lilian, umetokea wapi? Dar es Salaam, Tanzania bora. Hai, Dar es Salaam. Wewe unashiriki kwenye vikao vya maamuzi? Ndiyo nashiriki. Kwenye maamuzi gani ambayo ushawahi kuyafanya hata kwenye maeneo yako akasema yani bwana? Nitaongelea katika taasisi yangu ambapo maamuzi ninayofanya ni katika kushape behaviors za wafanyakazi. Yes. Hadi Ismail Mio? Yes. Kali huyo. Ismail, naona huku mbele tumeshapigwa na kitu cha moto. Hebu turudi huku mbele. Arif. Sawa. Tunakubali. Hebu tuwarudishie. Asante. Sasa mimi nitakwenda kuelezea kuhusiana na fursa zilizopo hususan kwa kundi la vijana tunapoelekea kwenye uchaguzi huu wa 2025, lakini pia tunapokwenda hadi 2030. Kwanza kabisa Fred ametuelezea kwa takwimu, vijana tunatengeneza idadi kubwa ya wananchi hapa nchini Tanzania. Lakini pia ukiangalia takwimu za mwaka 2020, waliojiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura wengi walikuwa ni vijana, huku tukiwa na vijana milioni 8 kama wapiga kura wapya. Mwaka huu pia tunatarajia kuandikisha watu takribani milioni 29. Na katika hao milioni 29 tuna first time voters, wapiga kura wapya kwa mara ya kwanza takribani milioni 4,800,000 na kadhaa huko. Hivyo inatupa tafsiri gani? Inatupa tafsiri ya kwamba sisi vijana ndio waamuzi wa taifa hili. Kwa sababu kule unapokaa nyumbani, unaponunua sukari 3,000, unaponunua chumvi 500, unaponunua shati kwa shilingi 20,000, maamuzi yake ni kwenye kupiga kura. Yule utakayemchagua ambaye unaona kabisa kwa sera zake, kwa maono yake, kwa mipango yake kwa sisi wananchi, anaweza akapelekea urahisi wa maisha. Kwa hiyo sisi ndio tunaamua kama wapiga kura, lakini pia sisi tunao uwezo wa kuamua kama wafanya maamuzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu idadi yetu ni wengi. Na maamuzi katika taifa letu yanafanyika ngazi tofauti tofauti. Kuna maamuzi yanayofanyika kule bungeni, kuna maamuzi yanayofanyika kwenye baraza la mawaziri, kuna maamuzi yanayofanyika kwenye full council kwa maana kwenye baraza la madiwani, kuna maamuzi yanayofanyika kwenye ngazi ya serikali za mitaa kupitia michakato mbalimbali ya uandaaji wa mipango na bajeti. Hivyo wingi wetu unatupa fursa sisi ya kufanya maamuzi kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu. Unaposhiriki kwenye vikao halmashauri za vijiji, kama ndugu yangu Edison hapa mwenyekiti, yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kijiji, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ya kijiji na usalama, yeye ndio mwenyekiti wa kadha wa kadha. Yeye anafanya maamuzi ambayo yana manufaa kwa umma mzima, lakini kwa jicho la vijana na wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo sisi tunaposhiriki kwenye mkutano ile, kwanza tuna nafasi na fursa ya kufanya maamuzi kwenye ngazi ile, lakini tukiingia kwenye ngazi za maamuzi kama Edison anaingia kwenye WDC, kamati ya maendeleo ya kata, sema amina bwana, kamati ya maendeleo ya kata, yeye ni mjumbe naye anashiriki kwenye maamuzi. Tukiwa wengi kwenye hizi nafasi, tunaweza tukashiriki kwenye nafasi mbalimbali za maamuzi. Na nafasi hizi bwana Fredi zipo nyingi, si tu za kisiasa, mwenyekiti, diwani, mbunge na kadhalika. Na tunatamani hata na sisi vijana tuwe kwenye nafasi za maamuzi kama rais, endapo katiba yetu itabadilishwa na sheria za uchaguzi ivute miaka nyuma, ili vijana na wao waweze kushiriki. Shukrani sana Arifu. Makofi kwa Arifu. Ndio. Si tu kwenye nafasi za kisiasa. Sasa hivi tunafahamu kwenye mashule za msingi za sekondari kuna bodi na kamati za shule. Nao pia vijana wanao nafasi ya kushiriki kwenye zile nafasi na kutoa maamuzi yao. Lakini wako vijana ambao sasa hivi tumeona kupitia mashirika hizi Azaki zimeanzisha taratibu ambazo wana bodi zao za washauri, wengi wao ni vijana. Kwa hiyo
huko kote tunayo fursa ya kushiriki moja kwa moja kwenda kufanya maamuzi na ukachangia katika nchi yetu. Makofi kwa Arifu. Naona Arifu amefanya kazi nzuri kujibu maswali, lakini Noeli ulipo na Flora, ninaomba nipate kujua. Tumeelezwa fursa zipo nyingi kwenye vyombo vya maamuzi. Bodi za shule. Ndiyo. Tumeelezwa vyama vya siasa, sijui vyeo vya kisiasa, udiwani, ubunge. Ndiyo. Huko Juma vijana wanasema kuna changamoto zipi zinazowashinda kufikia huko? Eti mnakwama wapi? Ndiyo. Shoti swali ndio hilo, mnakwama wapi? Kuna mikono imenyooshwa. Yuko brother hapa. Karibu. Asante. Naitwa Shomari kutoka Plan. Vijana tunakwama katika maeneo mbalimbali. Kwanza, katika engo ya kupata nafasi ambazo zinatokana na masuala ya kisiasa, ambazo kwa kiasi kikubwa yanahitaji pia msuru wa kiuchumi, kifedha I mean. Maana hata kijana akitaka kuingia kwenye siasa lazima ataulizwa, kijana una fedha kwanza? Maana kwanza inampa nguvu ya yeye kusimamia kila anachokiamini. Tofauti na hapo inakuwa kidogo ni changamoto. Kitu cha pili, pia masuala ya naweza kusema psychology maybe, o ile tuseme nini, imani yetu kwa kiasi kikubwa kwamba kijana kujihusisha sana kwenye masuala haya ya uongozi sijui nini, ni kama vitu tunaona kama vile ni mambo yanayopaswa kufanywa na wazee. Sisi vijana ni lika letu la kutafuta fedha, kutafuta channels nyingine and so forth. Kwa hiyo pia ni shida ya pili. Lakini pia shida ya tatu kwetu vijana ambayo inatufanya tusifiki huko sana, lakini pia ni changamoto ya uelewa na elimu. Unapokuwa hauna jicho la kuona thamani au potential yako katika ngazi yote ile ya maamuzi, obviously hauwezi take action katika kufikia hiyo stage. Asante. Sawa, labda tufafanulie kidogo kwenye hela pale, kwenye fedha, kwenye uchumi. Hela kwa ajili ya wajumbe au hela ya nini? General, siasa kama siasa inahitaji fedha. Kwa mfano, yani usiangalie tu kwenye wajumbe, japo pia nayo hiyo sio rasmi. Kwenye swala la fedha, unapokuwa kwenye kampeni inahitaji fedha. Utahitaji kuarrange meetings za watu, utahitaji kukusanya sehemu, vyote vinahitaji fedha. Kwa hiyo kwa umri wa vijana kwa kiasi kikubwa hicho inakuwa changamoto. Niko na mdada hapa. Alinyosha mkono. Karibu. Mlete tumsikie. Asante. Naitwa Nyanzobe Makwaia na nikirespond kwa nini vijana hatupo kwenye hizi nafasi za kufanya maamuzi au bodi ambazo zinafanya maamuzi. Mimi na sababu kuu mbili. Ya kwanza, kuna kitu wanaita nepotism. Nadhani maana yake ni kwamba watu wanaweka kujuana au ndugu. Unakuta mtu yuko pale, mzazi anamweka mtoto wake, mtoto wa mjomba, wa shangazi, jirani, sijui nani. Kwa hiyo wewe ambaye ni nobody, hauna mtu kule, hautakaa upate hiyo nafasi hata kama wakitoa application kiasi gani. Tanzania hicho kitu kipo sana, especially sisi vijana tunakiona kwa sababu sisi tunasoma na watu, yani ile cycle ndo labda mimi nimemaliza chuo na watu fulani and I can see kwamba unamwona mtu huyu tayari kashawekwa sehemu fulani, kashaingia sehemu fulani kwa sababu kule ana ndugu, ana mzazi, ana jamaa and vitu kama hivyo. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili, mara nyingi mimi nimeshawahi kuhudhuria kikao ambacho nilihisi kama maamuzi yalikuwa yameshafanywa. Mimi kama kijana nilienda ili tick the box kwamba maamuzi yalishafanyika na hiyo bodi au hao wahusika, lakini they just do it kwamba tunahitaji representation ya vijana 4. So you guys go there, lakini the decisions were already made. Kwa hiyo mtatoa mchango wenu, watawasikiliza, watapiga na makofi, lakini they have already decided what they want to decide. Kwa hiyo mnaenda pale tick the box tu kwamba mlifanya kile kikao, ndio vijana walikuwepo asilimia ngapi? 50. Kwa hiyo mnaonekana you guys were part of the decisions, but what you said haikuwa considered kwa sababu walikuwa tayari wana maamuzi yao. So kwa situation kama hiyo, kwa kijana kama mimi, next time I won't want to involve myself kwa sababu napoteza muda. Bora nifanye biashara, niwe winga na mambo mengine. Tunashukuru sana, makofi kwao. Ametufundisha
aina za ushiriki, ushiriki wa kuzugwa, ushiriki wa ishara, ushiriki wa mapambo, ni aina za ushiriki. Ismail, vijana kule bwana wameonyesha kuna changamoto kidogo, na nyinyi huku mbele mnatuaminisha kwamba fursa zipo, na tunasema tunataka tuone vyombo vya maamuzi vijana wameshiriki kwa wingi tunavyoelekea 2030. Tunatokeje hapa? Vijana mmewasikia. Bwana, swali zuri sana hilo. Sasa Fredi, mimi tangu nimekuja Arusha, kitu pekee ambacho mimi ni fursa tu. Yaani tangu nimekaa tangu jana na nimekaa huko ndani, mimi naziona fursa. Sasa kuna viongozi na waheshimu sana huko ndani. Nataka niwafungulie pin code vijana wenzangu, lakini sitawaambia wanaweza kupata nini kwa hao viongozi. Kikubwa tu kwamba nachowashauri wiki nzima wasikae baridi. Wahakikishe kwamba katika siti zao hizo wanazokaa wa scan kujua nani ni nani humu, na waanzishe subiri kwanza. Wasikae kibaridi baridi tu hivi yani. Wasikae kibaridi baridi. Umesikia neno kibaridi baridi? Yaani humu ndani kuna fursa nyingi sana. Sawa? Sasa nitaongea kwa uchache tu. Kaka Justice. Naomba kusumbua simama kidogo. Simama tufunguke kwa kuone. Laptop. Wait, smartphone. Naomba simama kuone. Naomba simama kuone. Naona anachagua wanaoshika laptop na simu. Jihadhari, kama umeshika laptop utasimamishwa. Kaka Fulgence, naomba tusimame kwa kuone. Dada Anastasia, naomba tusimama. Dada Neema, naomba tusimame kuone. Kidogo tu. Dada Neema Baira. Dada Lina nipo ndani. Dada Lina save the children. Sawa. Sasa wazee, umeona watu? Umeona watu? Tumewaona. Angaike nao. Kwa hiyo hao ni fursa. Kaini humo. Hii ni sehemu ndogo tu. Mako kwa Ismail. Baadaye mtakuja mtaniambia kwamba nini mmekipata kutoka kwa watu. Kwa hiyo nisiwaambie mtapata nini. Maana last year niliwaambia. This year nimwambia tukaeni humo. Fursa ziko humo. Tuambie na namba yako kabisa ili tukupe feedback. Anaijua hiyo. Makofi kwa Ismail, ametupa fursa nyingine ambayo hatukuiona. Kumbe fursa ziko humu ndani. Lakini sasa turudi kwa Edson. Edson. Naam. Sisi vijana bwana tuna utamaduni wa kusema bwana wajumbe bwana watukubali. Mpunga utoshi. Wakati mwingine umesikia kwamba tunaenda vikao maamuzi yalishafanyika. Wewe ilikuweje, mpunga wako ulitosheje mpaka ukaenea kwenye kiti hicho? Karibu. Asante sana. Vijana Unguma. Karibuni sana Kigoma. Mimi ambacho niwatoe tu wasiwasi kwa mjumbe ambaye anasema kwamba lazima pochi lionekane, si ndio hivyo? Kwenye masuala ya uongozi, mimi siamini sana pesa. Unaweza kuwa na pesa ukakosa uongozi. Kweli si kweli? Mimi kilichonisaidia sana, kwa sababu niliamini mtaji wangu ni watu. Mtaji wangu ambao nilitumia mpaka nikafanikisha zoezi la kuwa mwenyekiti wa kitongoji ni watu. Nilikuwa sina fedha, uchumi wangu ni mdogo, ujasiri tu ndio uliniongoza mpaka nikauwa kuchukua fomu. Kwa watu walinipambania hadi nikafanyaje, nikaitwa mwenyekiti wa kitongoji hicho. Na niseme mbali sana, niwashukuru sana kwanza DRS na Kishenedi. Unajua sisi Kigoma tulikuwa hatuna uwezo wa kusimama hivi mbele za watu. Yaani kimila kabisa, kwa kijana mdogo ukisimama kwanza pointi zako hazielewi. Wametuelekeza vizuri sana, wametujengea uwezo, na sisi vijana mpaka dakika hii tumeanza kujitambua
na mpaka dakika hii naongea kuna vijana tayari wameua kuchukua fomu za ubunge na udiwani kwenye kata yetu ya Rusesa. Kwa dakika moja unawaambiaje wale vijana kwa sasa? Dakika moja tu. Vijana, mimi niwatoe wasiwasi, nyie tu chukueni fomu na imani mtapita. Bwana wanacheka huku vijana wenyewe. Mungu atasimama na nyie jamani. Nashukuru sana Edson, makofi kukutana na wajumbe huko. Makofi sana kwa Edson, lakini kuna kitu cha msingi amekiongea Edson, tukishike hicho. Amesema mtaji wake mkubwa ilikuwa ni watu. Unapochukua fomu hakikisha una mtaji wa watu, sio mtaji wa rasilimali fedha. Sasa nirudishe tena mic kwa Ocheki. Dakika moja, nimesikia wapiga kengele wameanza na session yetu. Zingine walikuwa wapigi. Ila tuna appreciate, mnatupenda sana. Session inanoga. Sasa nimesikia humu ndani kuna kitu kinaitwa ilani ya vijana. Sijui ilani ya Zaki ya vijana. Sasa nyie vijana, mna jimbo lenu au mnataka kuchukua nchi, sijaelewa. Hebu tuambie hicho kinachoitwa ilani ya vijana ni kitu gani? Naona teknolojia ilikuwa inanihujumu kidogo. Kwa jina naitwa Ocheki Msuva kama ambavyo nimetambulisha. Ndio yule Msuva tuliyesema atapita katikati. Ila yeye ni maneno tu. Lakini miguu yangu yote ni ya kulia, sana sana nitaongea. Jambo la msingi ambalo nimeulizwa ni kwamba je, vijana mna agenda, mna ilani ndo nini? Sasa kuanzia mwaka 2005 miaka yote ya uchaguzi, mashirika ya vijana yamekuwa yanakuja pamoja na kuandaa kitu kinaitwa ilani ya vijana au youth manifesto. Mwaka 2020 mashirika zaidi ya 13 tulikuja pamoja, kwa wakati huo tukiongozwa na TBI Tanzania Bora na kwa support ya baadhi ya wadau naoona humu ndani kama Twaweza na wengineo. Kwa wakati ule tukaandaa kitu kinaitwa youth manifesto na tukaitambulisha rasmi kama agenda ya vijana. Sasa youth manifesto yenyewe ni nini? Ni aspiration au matamanio ya vijana kuelekea uchaguzi, kwamba tungetamani kuona nini serikali na wadau wa maendeleo wanatekeleza. Na namna ambavyo tuliandaa kwa wakati ule, tulifanya dodoso na baadhi ya vijana walioko ndani walishiriki, wakatoa maoni yao, lakini vile vile tukafanya uchambuzi wa tafiti mbalimbali zinazoongelea vipaumbele za vijana zinasema nini. Hivi vikwazo tunavyovisema huko, kuna kikwazo hiki, kuna kikwazo hiki, tunaangalia sasa taarifa halisi inasemaje. Alafu ndio tunakuja na kauli kama sauti ya pamoja, lakini kabla hatujaidhinisha lazima vijana wanafanya validation. Kwa mfano ya mwaka huu vijana tumeshafanya validation wiki kadhaa zilizopita nyuma, tulikutana kwa siku 3, vijana tukakutana pamoja tukaangalia, je, haya tunayosema ni matamanio. Mimi kijana anayetokea Kigoma au wale naofanya nao tokea Sumbawanga wanaona kweli haya ni matamanio yetu? Sasa nitasema kifupi tu matamanio yetu yakoje. Kwa naomba hayo matamanio yako mangapi? Yako 5. Hebu yataje bila kuyafafanua. La kwanza ni vijana na uongozi. Mwaka 2020 tulikuwa nalo na mwaka huu tuko nalo. La pili ni vijana na ajira na fursa za kiuchumi. Mwaka uliopita tulikuwa tunasema vijana na ajira peke yake. Wakati huu wakati tunajadiliana vijana wakawa wanasema shida sio ajira. Shida ni kwamba tunataka fursa za kiuchumi. Hata kama nina kibarua kangu, bado nataka fursa ya kujiendeleza zaidi. Jambo la tatu ni vijana and well-being, ile afya na ustawi. Hapa lilikuja swala la afya ya akili. Vijana wengi walionyesha kwamba afya ya akili ni changamoto, lakini mifumo yetu bado haijaitikia kwenye hilo swala. Bado watu wanaona ni tabu kulizungumzia, kwamba watu hawezi kuliongelea kabisa. Jambo jingine la msingi ambalo limekuja ni masuala ya climate change na environmental sustainability, kwa maana ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na uendelevu wa mazingira. Miradi mingi inayotekelezwa hata na serikali wakati mwingine kwenye kilimo haizingatii sana uendelevu wa mazingira. Tunaangalia tuongeze ule uzalishaji, lakini vijana hatuna kesho tu. Sisi tuna leo na kesho, pengine na kesho kutwa. Kwa wale wadogo kabisa wanaomba mpaka kesho kutwa. Lakini wengine ambao tumeshaanza kwenda tuna leo tu pengine. Sasa maana yake hatujali hayo mazingira yanakuaje. Sasa nitasema baadhi tu ya call to action. Kwenye kila kipengele vijana tumesema nini tunataka. Sasa kwa sababu ya muda tuambie hivi. Mna mpango wa kuizindua lini ili tuwe wenyeji wenu sasa? Tunataka kuizindua tarehe 13 mwezi huu. Lakini ni muhimu sana nikasema vitu vichache tu kwenye leadership. Kwa mfano wanasema lazima utolewe mwongozo wa namna gani vijana wanashiriki kwenye nafasi zisizo za uteuzi, zisizo za kuchaguliwa, zile za uteuzi kwenye serikali ya kijiji pale. Wakati wanateua kamati fulani, lazima mwongozo tekeleza wanavyotaka. Lakini wanasema lazima kwenye vyama vya siasa mazingira yabadilike. Kwenye kamati kuu karibia zote za vyama vya siasa vijana wanaingia mmoja ama wawili, tena hawana kura. Kwa hiyo wanasema hapana, lazima tukapige kula kule ili tuamue nani anaenda kugombea. Lakini kwenye masuala ya afya
wanasema ni muhimu sana kwenye shule za msingi mpaka za sekondari masuala ya afya ya akili yawe ya msingi na yazungumziwe. Kwenye mazingira tunaongelea vijana wakapande miti, kama inawezekana kuanzisha mkakati maalum wa namna gani vijana wanashiriki kwenye shughuli za upandaji miti na kuboresha mazingira. Kwa kifupi, vijana tunasema tufike pamoja. Tunataka vijana wote tufike pamoja, achieving together. Hiyo ndio kauli mbiu yetu ya mwaka huu, kwamba vijana tunataka kwenye swala la maendeleo tufike pamoja. Asitokee kijana awe mwenye ulemavu, awe aliyeko kijijini, au aliyeko mjini, au aliyesoma, asiyesoma, wote vijana tunataka kufika pamoja. Na wadau, mtusikilize na mchukue mambo haya kama sehemu, na si vijana wenyewe tumejicommit kwamba tutatekeleza na tutatenda, na ndio maana tumekuwa tunaendelea kufanya kila namna kuhakikisha sauti zetu zinafika. Na labda lazima tuseme pia pamoja na kwamba hatujazindua, lakini vyama vya siasa vingi vimepata maoni yetu wakati wanatengeneza ilani zao. Asante sana. Tunashukuru sana Ocheki, tunashukuru wadau mliokuwepo pamoja nasi. Tumeweza kuwasilisha session yetu vizuri na mmeweza kusikia maeneo tunayofanya kazi na namna vijana wanavyofanya kazi. Tuseme kwamba session ya leo ilikuwa imedhaminiwa na Action Aid pamoja na Tanzania Bora Initiative kwa kushirikiana na Restless Development. Tunatambua uwepo wa washiriki na wadau waliodhamini kama Ford Foundation na kadhalika. Na kutokana na muda na kengele yetu ya pili imelia, tunaomba tuwe watii, tusionekane kama vijana wenye fujo. Kama mnaweza kutupokea kwa makofi tunapoungana nanyi huko. Asanteni sana. Vijana tufike pamoja. Kitu cha msingi sana hicho. Noeli, mimi nataka tubadilishane role kidogo. Vijana wa kike wapige miluzi. Alafu vijana wa kiume wapige vigelegele. Nataka kuona bato. Mko tayari? Tumwambie vijana tufike pamoja. Mko tayari? Vijana wa kiume nataka nisikie vigelegele. Ngoja kwanza tuhesabie 1 2 3 twende. Vimechanganyika na kicheko. Ushai kusikia afisi analia usiku? Bwana Noel. Vijana wa kike nataka nisikie. Mapendekezo huku kutoka kwa mwenyekiti. Anasema waanze wanaume kwanza. Lakini tumeanza na vicheko. Haya, twende. Wanaume tunapiga vigelegele. 1 2 3. Twende. Hebu warudie tena, warudie. Rudia. Mkitaka kuwaona waliopiga gelegele semeni, mnao hapa. Haya. Unaona huko. Kwa wale wanaokaa vijijini wanajua fisi akilia analiaje. Yuko wapi? Nani anataka kupiga gelegele tena? Justice. Wewe tusikie miruzi hiyo vipi? Profesa Wangwe. Yuko huko anayetaka kupiga. Basi ngoja tusikie vigelegele vya prof. Unasema vijana. Ametisha sana. Sasa tuone bato la wadada. Wadada nataka nisikie miluzi. 1 2 3. Wamecheka. Oya. Hamna anayejua kupiga miluzi. Kuna mtu kaniambia mimi sio dada. Mkurugenzi kitaifa. Naona wanapambana na hali zao. Basi sawa, tuseme tu wakaka wameshinda au vipi? Hongera zenu bwana wakaka. Japo mlikuwa mnalia kama fisi. Wanaweza kukata rufaa lakini. Jamani, tuwapige makofi mawinga. Asante sana. Mawinga mjaonekana. Hebu kwanza njooni mbele hapa kwanza waone. Mpewe maua yenu. Sie mawinga lakini sio akari yako. Winga mbili matata sana hizo. Moja ilikuwa inashambulia kutoka upande wa kushoto. Makofi kidogo basi. Nyingine ilikuwa upande wa kulia. Mimi ni ukoo wa Zakayo. Nikisimama chini nitaonekana kweli? Hapo sasa pazuri. Tupo hapa jamani. Tupitishe tangazo letu kabisa. Subiri kwanza. Unaanza kupiga kampeni hapa. Sawa, na jamani tuwapongeze. Hawa ndugu zetu tutakuja kuwaona tena. Tuna jambo moja zuri sana tutakuja kulieleza baadaye. Nafikiri watapata nafasi na ndugu zetu wengine. Kama mnafahamu, siku ya Jumatano tutakuwa na tunaita zile outreaches Kwa tutakuwa na wenzetu wa Stanley, tutakuwa na wenzetu wa BBC Media Action ambao wanashirikiana na MSTCDC, wenzetu waweza. Sasa
kukaribisha kabla tujaondoka hapa, ili kuweza kufahamu, kwa sababu ili uweze kushiriki katika outreaches hizi ni lazima ujiandikishe. Kwa hiyo watakuja, watatueleza kifupi sana ni vitu gani ambavyo wataangalia kama kampeni kidogo ili ufanyike kuanzia leo, na kesho tunafunga rasmi, na Jumatano basi tutakuja kwa asubuhi, kila mtu ataenda safari yake. Kwa hiyo nitawaita baadaye. Asante sana. Asante Mwinga. Asante sana. Vigelegele basi. Miruzi kidogo. Wanaume miruzi. Sasa kwa siku ya leo tumebakiwa na session moja. Kwa mimi sidhani kama imekuwa siku ndefu, kwa sababu naona kama muda umeenda haraka sana. Kwa hiyo kwanza tujipongeze kwamba tumeweza kuwa hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni ya sasa ni alasiri mpaka muda huu. Tujipongeze kidogo. Kinyonge sana. Nataka nisikie makofi. Tujipongeze. Yeah. Just like that. Sawa, sasa session ya mwisho ni session ambayo tutaongozwa na Twaweza. Kama ambavyo mnafahamu, mwaka huu tunasema kwamba kauli mbiu yetu ni Pathway to Progress. Tunaangalia njia mbalimbali